aliyetujalia katika kukutana hapa. Na pili, ningependa kuwashukuru nyote kwa subra ambayo mmeifanya hadi hapa tulipofikia. Mimi hapa nataka tukusoma matokeo za mwanzo na mengine bado yanaendelea kuandaliwa. Labda kwa ufupi, kama alivyokuwa amesema Ustadh mbeleni, ni kwamba katika Qur'an hatukukuwa katika mashindano ambayo alihisi kuwa ameshindwa ama hakupata namba aliyokuwa anataka akahisi labda alikuwa katika mashindano yenyewe. Hapa tunajaribu, kuna kitu ambacho tunajaribu kukitafuta hapa na baadhi tumekipata. Hili ni kwamba katika Qur'an kila mmoja ni mshindi, wala hakuna yule tasema huyu ni mshindi, huyu ameshindwa, kwa sababu wote wamesoma Qur'an na wamejitahidi kadri ya walivyoweza mpaka wakafikia pale walipofika. Tatu, kuna vitu ambavyo tulikuwa tunavizingatia katika usomaji wa Qur'an, kuanzia faida, na tilawa na hifdhi. Na vitu tulikuwa tunavizingatia vilikuwa ni kama ifuatavyo: ahkamu tajwid. Katika usomaji wa Qur'an tunaangalia ahkamu tajwid, vile vile kwa tunaangalia makharij ya huruf, na vile vile kwa tunaangalia katika dini yetu kuna baadhi ya vitu tulikuwa tunaangalia vile vile kama sehemu iliyokuwa. Pia tunaangalia sauti na tunaangalia na tabia, akhlaq ama adabu. Yani vipi unakuja kwenye jukwaa, umevaa vipi, umekaa vipi, na unajipresent gani, unatoa ile presentation yako vipi. Hiyo pia ni katika baadhi ya vitu tulikuwa tunaviangalia. Kwa hivyo tukianza na faida, kwa ufupi tumepata namba 1, wameshikania wanafunzi watatu. Katika faida namba 1 wameshikania wanafunzi watatu, kwa maana kwamba wameshare nambari 1 wanafunzi watatu. Kwa hivyo nasoma tu hayo majina ambayo wameshare nafasi ya kwanza: Sasha Msimbi, Khadija Mwanaisha na Hanan Juma. Sasha Msimbi, Khadija Mwanaisha na Hanan Juma. Hiyo ni katika nafasi ya kwanza katika faida. Nafasi ya pili wameshikania pia wanafunzi wawili. Nao ni kama wafuatavyo: Ikran Mbone na Aisha Bilal. Kisha nambari 3 alikuwa peke yake, anaitwa Jibran Salim